Naam, mtazamaji, shukran. Na tukisonga mbele ama tukirudilia taarifa hapo awali, ni kwamba vijana wanataka kuhusishwa moja kwa moja kwenye mchakato wa jinsi taifa hili linavyoshughulikia madeni yake, huku mikopo ya serikali ikipiku shilingi trilioni 13, wakiwasilisha mapendekezo yao kwa wabunge kwenye kikao cha mdahalo wa kitaifa kuhusu deni la taifa. Wawakilishi wa vijana na mashirika ya kiraia walisema malipo ya mikopo yamehujumu sekta muhimu ikiwemo sekta ya afya. Mapendekezo mbalimbali yaliwasilishwa wakati wa mjadala uliopewa jina Freedom from Debt, uliowaleta pamoja vijana, mashirika ya kijamii na wabunge. Vijana walisema ukosefu wa uwazi kwenye mikopo ya serikali unawanyima fursa ya kushirikishwa moja kwa moja. For us, one of the most important thing is to institutionalize and recognize the voices of communities and young people in borrowing decisions, and it has been alluded to here before. Article 211 of the Constitution requires Parliament to approve borrowing terms, but debt is rationally contracted first and reported retrospectively. This is our policy as that Kenya should champion for operationalization of a borrowers forum, what Dr. Kinyonji was talking about. The lenders do have a forum, but we don't have a forum. Kenya will go on its own, another country on its own. Vijana wanalitaka bunge kufafanua taarifa za kifedha ili kuwapa fursa wananchi kufahamu jinsi fedha za serikali zinavyotumika. One of the things is to ensure that we have a publicly accessible debt register where citizens and young people can independently verify who Kenya owes, on what terms, or for what purpose and debt-like instrument. We believe that this is a better approach, and we can use this approach to even call the IMF, the World Banks of this nation. All we need is a partnership between us, young people, and the members of parliament, and let this be the beginning. Makundi ya kiraia kwa upande wao yamesema kwamba kiwango cha juu cha ukopaji kimechupa hadi 71% kutoka 55%. There must be an automatic pause on payment of debts during emergencies. We've been warned repeatedly of the coming El Nino. We are told that it will be a super El Nino that the world has never seen for the last 150 years. If it hits as predicted, how will we take care of our people while still servicing debt at 70% of our budget? This is an urgent one. Wabunge walikariri uwepo wa changamoto za kifedha na mikopo ambayo haijalipwa, lakini wakawarai vijana kuunga mkono juhudi za serikali za kuongeza mapato ya kitaifa. If we are serious and honest about addressing the issue of debt sustainability in this country, then we must be willing to take action about it. We must take action about it. Kikao hicho kililenga kujumuishwa maoni ya vijana, huku wabunge wakiahidi kuyajumuisha wakati wanapobuni sera za kitaifa. Kamchemenza, Darubini.